We can fix it. Zaidi ya wachungaji 150 wanatarajiwa kuhudhuria warsha ya mkutano wa mafundisho unaofanywa na shirika la CLEF yaliyoanza siku hii ya leo katika eneo bunge la Changamwe, mtaa wa Migadini, kaunti ya Mombasa. Bishop Dr. Jane Mwaura, ambaye ni mwanzilishi wa kanisa la Jesus Abundance Healing Sanctuary Mikindani, ambako mafundisho hayo yatafanyika kwa siku 4, amewaomba viongozi wa kanisa kuweza kuhudhuria mafundisho hayo ili kupata mafundisho ya jinsi ya kuwa na nidhamu katika huduma hiyo. Mimi ndio hosti wa wageni hawa ambao wako hapa wa CLEF, na tunashukuru Mungu sana kwa sababu ya mafundisho haya ambaye yanatusaidia kukuwa na discipline katika neno la Mungu na kuweza kufundisha jambo ambalo linaeleweka katika neno la Mungu, na tunashukuru Mungu kwa sababu ya hiyo mafundisho. Wakati huo huo, aliiomba serikali kuingilia kati ili kuhakikisha waumini wanapata uhuru wa kuabudu kufuatia agizo la neema la zuiaji wa makelele yanayofanywa na makanisa. Katika hili neno la neema ambaye walisema watu wasipige makelele, kuna maneighbors wanaitumia katika njia mbaya. Hii training si ya uimbaji, hata si ya kuhubiri, hata si ya kupiga makelele. Kuna mahali wanasema ni kelele na hakuna kelele inapigwa. Kwa hivyo ni jambo linatakana pia serikali yetu ya Changamwe iliangalie kwa vyema, isije ikawa ni upinzani wa kumpinga Kristo. Bishop Charles Mulayo, ambaye ni mkuu wa shirika hilo la CLEF, alidai kwamba wahubiri wanapaswa kufundishwa kuhusu uongozi ili kuimarisha uongozi wao. Viongozi wa makanisa ni lazima wajifunze ujuzi ya kuongoza vizuri, maana kanisa ni jibu la jumuiya. Uongozi wa kanisa ikiwa nzuri, tutaendelea vizuri. Aidha, kiongozi huo alikashifu vikali hatua ya mauaji ya viongozi wa kidini kufuatia kifo cha askofu wa Katoliki aliyeuawa kwa kupigwa risasi. Kuna kitu kinaendelea katika nchi yetu ambao sijafurahia, na ninahitaji uongozi ya taifa, political leadership, ikaweze kuliangalia jambo hili. Kuna mchungaji wa kanisa la Katoliki alipigwa risasi, na hata paka sasa hivi mazishi yanafanywa na hakuna mtu yoyote ambaye ameshikwa na kupelekwa korokoroni au kotini kwamba alihusika. Kwa hivyo ninaomba ya kwamba serikali yetu wakaweze kushughulika kwa haraka, kanisa lisinyanyaswe. Nataka Yesu kuhubiriwa zaidi. Nikiripotia Fix TV kutoka eneo bunge la Changamwe, mtaa wa Migadini, kaunti ya Mombasa, jina langu ni Diana Kaingu. Fix TV, we can fix it.